Mimi kwa majina naitwa Meshaki Ngamando, ni wakili wa kujitegemea, ambapo leo tulikuja katika siku ya kwanza usikilizwaji wa shauri la rufaa la kina wateja wetu ambao walihukumiwa kufungwa maisha, ambao ni akina Nyundo pamoja na wenzake, ambapo baada ya kuwa wameshahukumiwa kwenye kesi ya msingi tulikata rufaa, ambao rufaa yetu ile tulikata ikiwa na sababu 33. Lakini kwa leo wakati tumeanza kusikiliza tulizikategorize zile sababu zikawa ziko katika mafungu 9, ambapo leo tumejadili mafungu mawili tu ambao tumejadili effectively, ambayo kundi la kwanza tulianza kuijadili charge sheet, mapungufu ya charge sheet, na kundi la pili tukaja kujadili masuala ya ambayo yalikuwa ni masuala ya caution statement, yale maelezo ya onyo ya mtuhumiwa, ambapo baada hadi kufikia saa 9 kamili basi pande zote kwa upande wetu tulikuwa tumeshachoka. Senior Wasonga kabidi ya muaddress judge kumuomba ili kesi hii iahirishwe mpaka tarehe nyingine. Ile iahirishwe mpaka tarehe ngapi? Kesi inakuja tarehe 9. Mwelekeo kwa haraka wa kesi yenyewe tangia siku ya kwanza ukoje? Mwelekeo kesi yenyewe wenyewe, na hisi waandishi wa habari mlikuwa washuhuda, mlikuwepo mle ndani mnaangalia, kila kitu kilikuwa kinachukuliwa vizuri na mwenendo unaendelea vizuri, na hisi mlikuwa mnaangalia. Mwanzo ulikuwa sehemu wakili upande wa utetezi, lakini hivi leo pia bado ni wakili upande wa utetezi. Nasi kuna maeneo gani ambayo yalikosewa wakati wa kutoa hukumu katika mahakama ya chini? Nina imani mmeangalia wakati tunajadili charge sheet. Charge sheet ilikuwa ina mapungufu makubwa sana. Charge sheet, yani kuna procedure, vitu vingi ambavyo vilikuwa vina mapungufu, ambavyo ndo bado hata tarehe 9 mtakuja kuvisikia hivyo vingine, tena mapungufu mengine ambayo yalikuwepo katika kesi ya msingi. Swali langu la mwisho. Rais uamuzi wa Septemba 30 mwaka jana mahakama iliamua kwa sababu ya matakwa ya mahakama, ama ilikuwa ni pressure ya jamii jinsi kesi ambayo ilikuwa inataka iendeshwe? Mahakama, kila mahakama ina mamlaka ya kutoa maamuzi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilitoa maamuzi kwa pressure ya jamii. Hapana. Mheshimiwa hakimu aliridhisha kutokana na ushahidi aliyousikiliza, aliridhika, ndio maana akatoa maamuzi yale. Lakini siwezi nikasema kwamba alitoa kwa sababu ya pressure ya jamii, hapana. Alitoa kulingana na yeye alichokiona kwenye mwenendo wa shauri zima. Na sisi tukaona kuna mapungufu, na ndio maana tukakata rufaa. Kwa hiyo kila kitu yani yeye alifanya kwa level yake kuona kwamba ni sahihi. Lakini sasa uwezo ukaacha, lazima uende ngazi ya juu na yenyewe ende kaangalie. Wakati mwenendo huu wa shauri la rufaa ukiendelea, ni kama wakili wa utetezi, bila shaka uamuzi utakaotoka mwishoni mtakubaliana? Sisi tutaupokea. Yaani sisi hatuwezi tukapinga uamuzi wa mahakama. Mahakama ndio inayotoa maamuzi. Na kama tutaupinga kisheria, kama tulivyoupinga ule wa awali ambao tumeupinga kisheria, na hadi sasa hivi tuko tunaendelea nao. Kuna lolote jingine? Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam, na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta, zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, business, hotel management na front office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.